Harmonize pamoja na Kajala, moja ya kapu ambazo zilitabiriwa makubwa sana na kuja kuweka rekodi ya kudumu kwa muda mrefu zaidi. Lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba bundi ameingia, alafu kapu ikaota mbawa na hatimaye sasa hivi ni kwa heri tu, na maneno ya kwamba utanikumbuka tena ndio ambayo yanachukua nafasi kwa kiasi kikubwa kwenye hii kapo. Sasa nini ambacho kimepelekea ndoa haya mahusiano ya Harmonize pamoja na Kajala kuingia mchanga, na kwa nini Kajala ameamua sasa kujitenga jumla, na kwa inavyoonekana hata kuja kurudia tena? Niko hapa kwa ajili ya kukupa update juu ya kila ambacho inawezekana kosa kubwa zaidi ambalo Harmonize alilifanya, na ndilo ambalo litakuja kumfanya mkumbuke Kajala milele katika maisha yake, na kuona kwamba alimpoteza moja ya wanawake ambao hakustahili, hakupaswa wala hakutakiwa kuthubutu kuweza kumkosea ili aweze kuondoka kutokana na uvumilivu wake. Mimi naitwa Gabi Official, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video kupata kufahamu kweli wote, na hii ni Bongo Vibe. Naomba nikukumbushe kuna story na updates nyingi sana ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa kupitia channel yetu tuweze kufahamu kile ambacho kinaendelea. Kwa cha kufanya, tazama chini hii video hapo, kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kuhusiana na kile ambacho mimi naenda kushare nawe hapa kama kawaida. So tumeona Harmonize na Kajala sasa hivi unavyozungumzia ni kama vile wamebakia tu kuwa mtu na ex wake. By the way, ni kama mara ya tatu hivi kama sijakosea Harmonize na Kajala kuachana. Tunafahamu washakuwa wapenzi huko nyuma, wakaachana, wakarudiana and all stuffs, lakini sasa hivi tena mambo yamekuwa mazito zaidi, na sababu kubwa imeonekana kwa ni mmoja tu ambayo Harmonize ameifanya, na nadhani sasa hii imekuwa ni sababu ambayo sidhani kama itakuja kumfanya Kajala tena akaamua kurudisha moyo wake nyuma, ijapokuwa maisha yanabadilika, so you never know. Lakini kwa asilimia kubwa huenda huu ndio hii ikawa hatua ya mwisho ya Kajala, na hata kuja kugeuka nyuma tena aone kwamba alikuwa na mtu ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Harmonize. Sasa sababu kubwa hapa ambayo inazungumzwa kuhusiana na kile ambacho kimepelekea mahusiano haya kuweza kuvunjika, bwana, issue ni Konde mwanangu. Konde Boy ameonekana kuwa ni mtu fulani hivi ambaye yeye ni changamoto tu kwenda mbele. Kajala alikuwa anajua kabisa kwamba kwa umri wake yeye sio wakati wa kucheza sasa hivi, so aliamua kuseto akatulia, lakini usaliti wa Harmonize ndio ambao umepelekea Kajala akaamua kusema kwamba bye bye, kwa sababu ukiangalia kuna maneno ambayo Kajala aliandikaga kupitia Instagram account yake baada ya Harmonize kuonekana kuanza kuzingua, na akasema kwamba mtu anakuchiti mara 3 mfululizo utamsamehe vipi? Yalikuwa ni maneno ya kawaida sana, lakini mpaka sasa hivi ukiangalia pia kupitia Instagram zao kule, kila mmoja amemfollow mwenzake na maisha yanaendelea, ukaribu haupo tena. Kajala lazima anajua Harmonize atamkumbuka, na ni kweli Harmonize lazima atamkumbuka Kajala, kwa sababu ukiangalia katika mahusiano yake yote ambayo alishakuwepo utaona kabisa kwamba Kajala alikuwa na nafasi ya kipekee sana kwa Harmonize. Lakini yote kwa yote tujaribu kudiscuss hapa kwa pamoja. Unadhani ni kweli kwamba Harmonize atakuja kujutia kweli kumwacha Kajala, au ndio tuseme kwamba Kajala ndiye atakayemkumbuka zaidi Harmonize kwenye maisha yake kutokana na mengi ambayo aliweza kumfanyia? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo nini maoni yako, ila muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.